Kulikuwa na wakati ambapo mtoto hakuweza kupita mbele ya mzee bila kusimama. Kulikuwa na wakati ambapo kila mtu kijijini alihisi mtoto ni wake. Na kulikuwa na wakati ambapo hadithi za jioni hazikuwa burudani tu bali shule ya maisha. Katika jamii za Kiafrika, malezi yalikuwa kazi ya moyo na si fimbo na wala si ukali bali hekima. Mababu zetu walitufundisha kwa methali, simulizi na maisha ya mfano. Waliamini kuwa kulea mtoto ni sawa na kulima shamba. Kila neno ni mbegu, kila tendo ni mvua na kila upendo ni mwanga wa jua. Lakini je, dunia ya leo imesahau? Je, mtoto wetu bado analelewa kwa misingi ya heshima, uvumilivu na utu? Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali tunapofufua hekima za mababu ili tuwajengee watoto wa leo misingi ya jana kwa ajili ya kesho yenye thamani. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kwa ajili ya mtoto wako. Unapokuwa umesubscribe kwenye chaneli yetu, inakuwa rahisi kwako kupata notification pale ambapo tunakuwa tukiupload video mpya. Karibu tuanze safari hii ya pamoja. Kutambua sababu ambazo zilikuwa zikiwafanya babu zetu kuwalea watoto katika misingi imara. Sababu 10 zitakufanya uweze kupata mwamko na uweze kupata kitu kipya katika video hii. Karibu na tuanze kwa pamoja. Sababu ya kwanza ilikuwa kuwajengea watoto heshima kwa wazee na mamlaka. Katika jamii za Kiafrika, heshima kwa wazazi, wazee na mamlaka ilikuwa nguzo kuu ya maadili. Hekima za mababu zilisaidia mtoto kumjua mkubwa na kumtambua kama chanzo cha busara. Hebu tuangalie hapa mifano ya hekima, kwa mfano Wachaga ambao wanatokea Tanzania. Mtu mzima walikuwa wanaamini kwamba huyu mtu mzima hakosei na mtu mzima akikosea atakuwa na sababu. Tukiangalia mfano mwingine wa hekima kutoka kwa makabila ya Yoruba kutoka Nigeria, wenyewe walikuwa wanaamini kwamba hata kama mtoto anajua kusoma, hafai kufundisha kama mtu mzima. Hapa tunapata ujumbe kwamba watoto walifundishwa si tu kutii, bali kuelewa hekima ya wazee kama msingi wa maisha. Sababu ya pili ilikuwa ni kukuza maadili ya kijamaa ambapo ni umoja na mshikamano. Hekima za mababu zilisisitiza kuwa mtoto si wa mzazi tu, bali wa jamii nzima. Maadili haya yalimaanisha usaidianaji wa malezi ya pamoja. Hebu tuangalie hapa mifano ya hekima. Kwa mfano wa Kikuyu kutoka Kenya walikuwa wanasema mwana ni wa Munsili. Yaani mtoto ni wa jamii nzima. Tukiangalia Waswahili ambao hawa Waswahili wanatoka pwani ya Afrika Mashariki walikuwa wanatumia methali ya kwamba kidole kimoja hakivunji chawa. Hapa tunapata ujumbe kwamba watoto walikuwa wakijifunza, yani wanafundishwa kwamba kushirikiana ni nguvu na wanajifunza kutoka kwa watu wote, si kwa wazazi tu. Sababu ya 3 ni kuendeleza maadili ya kazi na uwajibikaji. Katika umri mdogo, watoto walifundishwa kazi kama sehemu ya maisha na si adhabu. Hii ilijenga ujasiri na kujitegemea. Hebu tuangalie mifano ya hekima, kwa mfano wa Masai wa Kenya na Masai wa Tanzania. Hapa mtoto wa kiume hupewa ndama au kondoo wachache awaangalie. Hapa anapewa kwa nini? Maana yake hapa anakuwa anajengewa msingi wa kuwajibika. Tukiangalia kwa mfano wa Ashanti kutoka Ghana, wanasema kwamba hakuna ajuaye mwanzo wa mtu mashuhuri. Yaani mtu mashuhuri alianza kama kijana mdogo mwenye bidii, mwisho wa siku akawa mtu mashuhuri. Hapa tunapata ujumbe kwamba hekima hizi zinatufundisha kuwa mafanikio huanzia kwenye misingi ya wajibu katika utotoni. Yaani kutoka utotoni mtu anapokuwa anajengewa misingi na ndipo anapokuwa anakuwa mtu mzima ambaye anakuwa mwajibikaji na mwenye bidii. Sababu ya 4 ni kujenga tabia njema kupitia hadithi na mithali. Hadithi za usiku ambazo zilikuwa zikiitwa ngano zilitumika kama njia ya kuigiza
maadili katika akili za watoto kwa njia ya burudani na mafundisho. Hebu tuangalie mifano ya hekima, kwa mfano wa kamba kutoka Kenya, hadithi za Kalulu. Hapa mwerevu lakini kupata adhabu kwa ujanja usio na maadili. Tukiangalia Wanyamwezi wa Tanzania, hadithi za Sungura na Fisi zilifundisha uaminifu na kuonya dhidi ya tamaa. Tunapata ujumbe gani hapa sasa? Tunapata ujumbe kwamba hekima hizi zinaweza kutumika kama mbinu bora za kisasa za kujenga maadili bila adhabu kali. Sababu ya 5 ni kulinda mila na utambulisho wa mtoto. Mababu waliona malezi si tu kama kulea mwili, bali pia kulea roho na utambulisho wa mtoto kama mwanajamii wa Kiafrika. Hebu tuangalie mfano wa hekima, kwa mfano wa Zulu ambao wanatoka Afrika Kusini. Umuntu ngumuntu ngabantu, yaani mtu ni mtu kwa watu wengine. Tukiangalia Wanyakyusa wa Tanzania wanasema mtoto hufundishwa salamu, desturi na ngoma ili awe sehemu ya jamii. Tunapata ujumbe kwamba hekima hizi zinamlinda mtoto dhidi ya kupoteza mizizi yake ya kiutamaduni. Sababu ya 6 ilikuwa kuwafundisha watoto kiasi na nidhamu ya matumizi. Hekima za kale zilisisitiza kutumia kile ulichonacho kwa kiasi. Malezi yalijenga watoto wanaojua kutofautisha tamaa na haja halisi. Hebu tuangalie mifano ya hekima, kwa mfano Baganda kutoka Uganda. Kidogo hapa najua Kiganda, naweza kutoa hii maana ya kilugha. Kwa Kiganda walikuwa wanasema umwana atalumwa taiga kuluma. Yaani walikuwa wanamaanisha kwamba mtoto asiyekemewa hawezi kujifunza. Maana yake hapa alikuwa anafundishwa kuhakikisha tunawakemea watoto. Tukiangalia Wasukuma ambao wanatoka Tanzania, walikuwa wanatumia methali inasema mwana akililia wembe mpe akate naye. Maana yake hapa tunapata ujumbe kwamba hekima hizi zilikuza nidhamu, si kwa adhabu bali kwa uhalisia wa maisha. Sababu ya 7 ilikuwa ni kukuza ujasiri na uvumilivu. Watoto waliandaliwa kupitia majaribu kama tohara au majukumu ya mapema ili wawe watu waliokomaa kimwili, kiakili na kiroho. Tukiangalia hapa mifano ya hekima, kwa mfano hawa Wabemba kutoka Zambia, Sirumba Kakulia Pamenso. Yaani chakula kinachovutia huonekana kwa macho, lakini si kila kizuri ni salama. Tukiangalia Wapare kutoka Tanzania, vijana hupewa kazi ngumu kuonyesha ujasiri, kuchunga usiku, kupanda milima. Tunapata ujumbe gani sasa hapa? Ujumbe tunaopata ni kwamba watoto wanajengewa uwezo wa kushughulikia maisha kwa utulivu na busara. Sababu ya 8 ilikuwa kuwasaidia watoto kujua thamani ya maneno, yaani kujizuia na busara. Watoto walifundishwa kufikiri kabla ya kuzungumza, kuchuja maneno na kusikiliza zaidi kuliko kusema. Mifano ya hekima hapa tunaweza tukaangalia, kwa mfano hawa Waeve kutoka Ghana kule Togo, walikuwa wanasema sikia mara 2 kabla hujasema mara 1. Tukiangalia Waswahili walikuwa wanasema samahani haikatwi shingo. Ujumbe tunaoupata hapa, hekima hizi hufundisha watoto lugha ya mawasiliano yenye adabu na umakini. Sababu ya 9 ilikuwa ni kuzuia malezi ya mabavu kwa kutumia busara na maelekezo. Mababu hawakutegemea adhabu za mwili pekee, walitumia aibu ya kijamii, hadithi na mafundisho kuleta mabadiliko ya tabia. Tukiangalia mifano ya hekima, kwa mfano Wazaramo wanaotoka Tanzania, mtoto aliyekosea alikatazwa kula chakula cha familia. Ujumbe mzito kuliko fimbo. Tukiangalia Waakani kutoka Ghana, hawa Waakani walikuwa wanasema usisahau baba na mababu zako. Tukiangalia ujumbe sasa hapa, hekima hizi zilikuwa zinajenga utu na si hofu. Sababu ya 10 ni kupitisha maarifa na busara za vizazi kwa vizazi. Kupitia hekima, watoto walipokea maarifa ya kuendesha maisha, kilimo, tiba asilia, uvuvi, ndoa, diplomasia ya kijiji na kadhalika. Tukiangalia mifano ya hekima, kwa mfano Wagogo ambao wanatoka Tanzania, babu anamfundisha mjukuu wake jinsi ya kutambua nyota au mvua inayokuja. Tukiangalia hapa Wolofu ambao wanatoka Senegal, hawa mtu mwema
hawezi kuachwa bila umuhimu. Ujumbe tunaoupata hapa, hekima ni hazina isiyoandikwa, lakini inafundisha maisha kwa njia bora kuliko vitabu vingi. Mtoto anapozaliwa, haachwi tu mikononi mwa mama au baba, bali huwekwa mikononi mwa jamii nzima. Na pale wazee wanaposema mtoto ni kama mche wa mpapai, walimaanisha kuwa kila hatua ya makuzi yake huhitaji uangalizi, subira na hekima. Leo tunaishi kwenye dunia yenye kelele nyingi, teknolojia, mashindano, haraka. Lakini je, bado tunasikia sauti ya mababu zetu ikituita? Je, bado tunawalea watoto kwa moyo na upendo, heshima na busara? Maadili si jambo la zamani, ni zawadi ya kudumu. Hekima si hadithi za kale, ni taa ya njia ya mbele, na mtoto si mzigo, ni urithi wetu. Tusisahau tulikotoka. Tukumbuke hekima za mababu. Tujenge watoto wanaojua kuwa wao ni sehemu ya jamii, si kivuli chake. Tuwalee kwa moyo, kwa sababu kila mtoto ni mbegu ya kesho yenye matumaini. Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Usisahau kulike, kushiriki na kuacha maoni yako, kwa sababu sauti yako ni sehemu ya hekima ya jamii. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga simu au ukatuma ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tuwalee watoto kwa moyo wa upendo na kwa kuhakikishia kwamba wanakuwa na malezi bora na wanakuwa na maadili sahihi. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.